ya shangwe, matumaini na mshikamano ilitawala mjini Voi wakati wanawake wanaojihusisha na sekta ya uchimbaji madini walipokusanyika kuadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake katika sekta ya madini. Bali na mijadala kuhusu uwezeshaji wa wanawake na maendeleo ya sekta ya madini, hafla hiyo ilipambwa na burudani za kuvutia kutoka kwa vikundi mbalimbali vya wanawake. Densi za kitamaduni na maonyesho ya kisanaa kutoka kwa vikundi tofauti zilitoa burudani ya kipekee kwa wageni na washiriki waliohudhuria hafla hiyo, huku zikionyesha utajiri wa utamaduni na mshikamano uliopo miongoni mwa wanawake wa sekta hiyo. Unakata tamaa na Mungu wetu atendee kile alichosema. Washiriki walitumia nyimbo na ngoma kuwasilisha ujumbe wa umoja, kujituma kazini na umuhimu wa wanawake kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi. Leo ilikuwa ni sherehe ya wamama ambao wanachimba madini. Na mimi nimeshukuru kwa wamama waliojitokeza kwa wingi katika kaunti yetu ya Taita Taveta, ambapo kweli wamejizatiti. Iwapo wangeungwa mkono na serikali, wakapewa hizi machines na wakapewa na pesa, wakakuwa empowered, kweli wangefanya mambo makubwa sana. Maana sisi tuko na madini, na neno pia linasema katika Job 28:5 inasema our soil inaweza tupatia chakula. So hiyo inaweza saidia wamama wakaweza kupata chakula na kuweza kuwasomesha watoto. Katika hotuba zao, viongozi wa sekta ya madini waliwahakikishia wanawake kuwa serikali inaendelea kuweka mazingira bora yatakayowawezesha kustawi katika shughuli za uchimbaji madini. Kuanzia yule wa chini artisan mpaka huyu large scale makakala mwenyewe, sivyo? So yangu ni kuwarai na kuambia kwamba sisi tutawatumikia, na kwa nafasi hiyo Mungu aliyotupa basi tutaifanya, kwa sababu hiyo is the only way that God can be glorified, wakati watu wake basi wanasaidika. Viongozi hao walisisitiza kuwa serikali inatambua mchango mkubwa wa wanawake katika sekta hiyo na iko tayari kuendelea kutoa msaada kupitia mafunzo, ushauri wa kitaalamu na kuonyesha upatikanaji wa taarifa muhimu kuhusu sheria na taratibu za uchimbaji. Katika mambo ya madini, kusema kweli, we have got an able team. Tunamshukuru Rais kwa kutupatia CS Joho na Bwana Harry Kimtai. These guys are working tirelessly. Wanafanya kazi kila kukicha kutembea across our region to make sure that wananchi wanahamasishwa kwa muhimu wa kucomply. So kwa mambo ya maleseni, wale wenye wali apply mbeleni na wale wenye hawaja apply na wale wenye wanaogopa, maybe wanasema taratara imekuwa mingi, ninaomba tu, mimi mlango wangu uko wazi. Ukuje hapa kwangu, ukitoka Mundaji kwa CMO, kama bona kwa kakavui, mshanya kavui. Mwanapata? Mwabansikira? Kwa sababu Mungu alipatiana hii madini, na kama mtagundua hiyo madini walisema watu wangu wanasafa kwa kukosa nini? Maarifa. Sasa madini haya ndio rasilimali yenye ambayo inaweza maliza umaskini Mtaveta na Mtaita na Kenya yote mzima. This is the key pillar for economy. So mimi sina mengi, yangu ni kuomba ushirikiano wenu. Na leo hii nimefurahi sana kuona wamama, na nimemwona Mungu leo, kwa sababu tulikuwa tunajiuliza itakuwaje, lakini Mungu ni nani? So mimi yangu ni kuomba tufanye kazi kwa ukaribu, tuheshimu viongozi wetu, na basi Mungu naye atatubariki na tutasonga mbele tukiwa pamoja kufanya sekta yetu ikue na tufikie malengo yetu, because our main and vision is by Vision 2030 we get in 10% GDP, and that one is very practical when we work together. Asanteni sana. Walieleza kuwa ushiriki wa wanawake katika sekta ya madini ni hatua muhimu katika kukuza uchumi wa familia na taifa kwa ujumla. Aliyekuwa gavana wa kwanza wa kaunti ya Taita Taveta, Mhandisi John Murutu, ambaye alikuwa miongoni mwa viongozi waliohudhuria hafla hiyo, aliwapongeza wanawake kwa juhudi wanaoendelea kuonyesha katika sekta ya madini. Mhandisi Murutu alisema
ataendelea kujitolea kusaidia wanawake wanaojihusisha na shughuli za uchimbaji madini ili waweze kupata fursa zaidi za maendeleo na kuinua maisha yao pamoja na familia zao. Kwa hiyo mimi nataka kuambia kina mama ambao wako kwenye madini kwamba mimi nitashikana na nyinyi kuhakikisha kwamba na nyinyi mnafaidika na swala la madini ambayo yanapatikana hapa katika kaunti yetu. Hakuna biashara yote ile ambayo mama hawezi kufanya. Hakuna shughuli yoyote ile ambayo kina mama hawezi kufanya. Kama ni majumba ya ghorofa, siku hizi nikienda nakuta kina mama pia hata wako huko juu pia wanajenga nyumba za maghorofa. Wakati nikiwa ofisini nikienda kule wanachimba kwenye migodi, nilikuwa nakuta kina mama pia huko wanashughulika na hizo kazi. Kwa hiyo mimi nasimama hapa kuambia jamani, tutashikana mkono pale mahali ambapo nitakapoweza, hata kama ni msukumo wa kubadilisha sheria, niko na nyinyi kuhakikisha kwamba haki yenu imepatikana na mnapata haki sawa na wanaume. Na nikisema hivyo sio kwamba tunabagua, nataka kubagua wanaume. Hii dunia ni kubwa, inatutosha sisi sote wanaume na kina mama. Ama namna gani? Ama namna gani wapendwa? Kwa hiyo hilo ndio ombi langu kwamba wale wote ambao tumefika hapa, isiwe tu kwamba sherehe kama hii tunaifanya mara moja kwa mwaka alafu huko hizo siku nyingine, miezi mingine tunanyamaza. Tuzidi kushauriana, tuzidi kukutana, kubadilishana mawazo, kuangalia kwamba ni wapi ambapo kuna haja ya reforms, ni wapi ambapo kuna haja ya mambo ya kubadilisha, na kama yapo basi tuweze kushikana na viongozi wengine tuhakikishe kwamba yamebadilika kwa manufaa ya kila mtu. Manake kwani mama akileta chakula nyumbani, si sote tunashiba? Baba anashiba, watoto wanashiba, na mama pia anashiba. Kwa hiyo ndio nasema sote lazima tuhakikishe kwamba ile shughuli zote tunafanya ziwe ziko sawa. Hapo ndio ukubwa wa chakula utaongezeka katika familia. Baba atafute na mama vile atafute. Sheria zote na mila zote ambazo zinabagua kina mama, tuangalie kwamba tuhakikishe kwamba tumeweza kuzibadilisha na tukaweza kuachana nazo. Aidha, aliwahimiza wanawake kuendelea kuungana kupitia vyama vya ushirika na vikundi vya maendeleo ili kuongeza nguvu yao ya kiuchumi na kupata manufaa makubwa zaidi kutokana na rasilimali za madini zilizopo nchini. Tungependa kuanza kuuza madini, tayari tumeanza kuapply kwa sababu kuna masharti. Watu wengi huenda tu wakaingia alafu wakapata matata, lakini sisi vile tulikuwa na mtu experience na mtu ambaye alitupa advice ambaye ndiye huyo mama geologist Millen, yeye alisema kina mama kujeni, kuna mali Taita. Vile sisi tulikuwa tujui, tulipoingia kweli akatupeleka kwa mgodi wake na tukatambua kweli hapa Taita Taveta kuna madini. Lakini kile kinatushangaza ni kwamba kuna mama wengi wanafanya hiyo kazi ya madini, lakini ukiangalia bado wanalalamika hawajapata hayo madini, ama kama wamepata kuna shida hapa na pale. Tulipoendelea kuwauliza tukagundua kweli kufanya kazi ya madini unataka mashini. Kuna zile zile blasts, kuna vifaa vinahitajika ndio mtu aingie afanye madini na uweze kufika, kwa sababu Taita karibu kila mahali kuna madini. Kwa hivyo sisi tulijiunga pia, tukawa tunazungumzia wengine na hata tukawa na workshop na Millen, tukaweza kuelezewa jinsi ya kupata hayo madini. Katika maadhimisho hayo, wanawake pia walitoa wito kwa wenzao kuendelea kujifunza kuhusu sheria za madini, usalama kazini na mbinu bora za uchimbaji ili kuhakikisha sekta hiyo inakuwa endelevu na yenye manufaa kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Kwa hakika serikali iko nyuma ya jambo hili hapa Taita Taveta. Hata saa hii tuko katika hali ya kuingizwa park, kuna Savo West na Savo East, tuweze kupewa nafasi tuchimbe. Tunangojea wamalize hiyo mikakati. Kwa hivyo tunashukuru serikali vile imetambua wakina mama, na hata watu wa bank pia tunaenda kuhusishwa na wao tuweze kuelezewa jinsi ya kuchukua loan, na hiyo inanifurahisha kwa sababu hata wale wa mama wa chini waliweza kuelezewa jinsi ya kujisajili na waweze kupata pesa
kutoka kwanza, wale ambao walikuja wakatuzungumzia ni Kenya Commercial Bank, na hata tunangojea kuwa watatuchukua kama group na tuzungumze vile watatuwezesha tuweze kupata hivyo vifaa, hawa mama wa chini pia tuweze kuenda kuchimba madini. La muhimu ni kuwa wamama wakipata, hata familia zitafurahi. Hafla hiyo ilihitimishwa kwa ujumbe wa matumaini kwamba wanawake wataendelea kuwa nguzo muhimu katika maendeleo ya sekta ya madini nchini Kenya, huku wadau na serikali wakiahidi kuimarisha ushirikiano unaolenga kuinua kiuchumi na kijamii. Kwaheri mtazamaji, na Mungu akubariki.